Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imepokea meli ya utafiti wa mazao ya bahari ambayo itafanya utafiti katika maeneo ya bahari ya Hindi upande wa Tanzania bara na visiwani. Lengo ni kujua uhalisia wa rasilimali za bahari zinazopatikana Tanzania. Ni katika mapokezi ya meli ya utafiti ya Dr. Fridtjof Nansen kutoka Norway ambayo imekuja nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya utafiti wa rasilimali za bahari, ambapo Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Shaban Ali Athman, amesema utafiti huo utakwenda kuleta maendeleo katika sekta ya uchumi wa bluu na uvuvi nchini. Mkubwa kupitia baharini, lakini kupitia taarifa za kitaalamu ambazo zitapatikana kupitia meli hii, sasa itatuwezesha sisi kama serikali kuona uelekeo mpya wa kwenda, lakini wavuvi wetu nao watakuwa sasa na uhakika kwa sababu tutawaelekeza sehemu ambazo ni sahihi kulingana na taarifa ambazo tumezipata. Dr. Edwin Mhede ni naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Tanzania, amesema katika utafiti utakaofanyika utakwenda kugundua sababu za kupanda na kushuka kwa wingi wa viumbe vya bahari biomass. Ambazo wamefanya inaonyesha kwamba kati ya kipindi cha mwaka 1982 na 1983 tulikuwa na kiwango cha biomass takribani tani 100,000. Dr. Israeli Aaron Kimilei ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti uvuvi Tanzania TAFIRI, amesema katika utafiti huo uliofanyika mwaka 2003 uligundulika kuwa na aina za samaki 540 wakijumuishwa na rasilimali nyingine. Mkurugenzi wa taasisi utafiti uvuvi na rasilimali za bahari Zanzibar ZAFIRI, Dr. Zakaria Ali Hamis, akifanua kwa Zanzibar. Tunatarajia kwamba katika kipindi hicho cha siku 19 watakapopita katika maji yetu, watakusanya taarifa za wingi wa samaki, watakusanya taarifa za mtawanyiko, ni wapi samaki wako wengi, kama ni kwenye Zanzibar Channel au ni Mafia au ni Pemba, lakini watatuambia aina mpya zipi za samaki ambazo zimepatikana. Meli hii ya utafiti inasaidia sasa kupata data ambazo ni muhimu za kwenda kuieleza sasa ile sekta yetu ya uvuvi na tasnia nzima ya uchumi wa bluu kwa Zanzibar, jinsi gani bora tufanye uvuvi wetu na rasilimali zetu kuzisimamia katika hali ambayo ni nzuri. Hizi hayo ya meli ya utafiti wa rasilimali za bahari yameambatana na sherehe za kutimiza miaka 50 ya mradi wa EAF Nansen ya shirika la chakula duniani. Emmanuel Gaspar, Zan TV TZ Online. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Zan TV, tuni yetu, elimika zaidi.